leo na miaka karibu 94. Sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende huko na kwenda na aibu nyuma yangu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hawa watakusimuliwa. Hilo ninaloliomba. Katika simulizi ya ujenzi wa taifa la Tanzania, jina la Ali Hassan Mwinyi linang'aa kama alama ya dhahabu na mageuzi makubwa ya kihistoria. Alisimama kama kiongozi aliyepewa jukumu zito la kuliongoza taifa katika kipindi ambacho upepo wa mabadiliko ya kiuchumi na kijamii ulikuwa ukivuma kwa kasi ya ajabu. Alipoingia madarakani mnamo mwaka 1985, alikuta nchi ikiwa katika wakati mgumu wa uhaba wa bidhaa, mfumuko wa bei na uchumi uliokuwa ukidorora kwa kasi. Badala ya kuogopa ukubwa wa changamoto hizo, alichagua kukabiliana nazo kwa utulivu, subira na maamuzi ya busara. Aliamini kuwa kufungua milango ya mageuzi ndio ilikuwa njia ya kuleta nafuu na matumaini mapya kwa wananchi. Hivyo akaanza safari ya kuweka uchumi katika misingi ya soko huria na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Hatua hizo zilikuwa mwanzo wa enzi mpya iliyobadili mwelekeo wa sera na fikra za maendeleo hapa nchini. Pamoja na uzito wa maamuzi yake, aliendelea kuwa karibu na watu kwa lugha rahisi na yenye kugusa hisia zao. Tabasamu lake na ucheshi wake vilipunguza hofu na kuleta matumaini hata katika nyakati ngumu. Hivyo ndivyo simulizi ya uongozi wake inavyoanza, hadithi ya kiongozi aliyebadilisha taifa kwa hekima, ucheshi na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Pindi ambapo kulihitajiwa maamuzi na hatua za makusudi ili kuweza kuitoa nchi katika hali iliyokuwemo. Na katika mazingira haya ni hatua zipi ambazo Rais Mwinyi katika kipindi chake alichukua? Huwezi kuacha kuzungumzia mageuzi ya kisera, kwa maana kwamba kwa mfano hapa kwenye eneo la uchumi, Rais Mwinyi alitoka katika ile misimamo tuliyokuwa nayo ya awali ya uchumi wenye kufuata zile kanuni ngumu za kijamaa na kuhamia katika uchumi wa kufuata soko au market economy. Kama ambavyo Wachina mwaka 78 baada ya kifo cha mwenyekiti Mao Tse-tung mwaka 76 walivyofanya mageuzi na hatimaye kuanza kuadapti sera moderate kwenye communism. Kwa hiyo hata Rais Mwinyi alifanya hilo, na hili ndio ambalo kimsingi lilikuja kumbatiza jina la Mzee Ruksa, kwa maana kwamba sasa kutoka kwenye kubakia katika ile misimamo ya kwamba kila kitu kiwe cha pamoja, tuende kwenye kama mtu ana uwezo wa kununua sukari kilo 5 na uwezo huo anao, basi anunue. Kama mtu anaweza kalima ekari 2 hata kama mwenzake aliye pembeni hana uwezo, basi afanye hivyo. Ali Hassan Mwinyi alizaliwa Mei 8 mwaka 1925 katika kijiji cha Kivule mkoani Pwani, wakati huo ikiwa ni sehemu ya Tanganyika, na alikulia katika mazingira ya kawaida yaliyomjengea nidhamu, bidii na heshima kwa jamii. Tangu utotoni alionyesha ari ya kujifunza, jambo lililompelekea kufanikiwa katika elimu yake ya msingi na sekondari hapa nchini kabla ya kusafiri kwenda Uingereza kujiendeleza katika masomo yake. Elimu hiyo ilimpa upeo mpana wa fikra na kumwandaa kuwa kiongozi mwenye mtazamo wa mageuzi na maendeleo. Aliporejea nyumbani, alianza kazi ya walimu, taaluma iliyompa uzoefu wa kuwalea na kuongoza vijana pamoja na kujenga misingi ya uwajibikaji. Kadiri miaka ilivyokwenda, alijikita zaidi katika utumishi wa umma na kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, akionyesha uwezo, busara na uaminifu ambao ulimtofautisha. Hatua hizi za awali katika maisha yake zilimwandaa kuingia kikamilifu katika uongozi wa kisiasa. Kupitia juhudi, subira na maono yake, alijijengea heshima kubwa miongoni mwa viongozi na wananchi. Safari yake kutoka kijijini hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa taifa ni ushuhuda wa dhamira, elimu na kujituma kwake. Ali Hassan Mwinyi ni Mtanzania ambaye kwa kweli ni mwenye historia pekee. Ni aina ya
viongozi ambao wamewahi kupita katika nchi hii katika namna ambayo inakufanya kutafakari katika sura tofauti. Ni Mtanzania aliyezaliwa katika ardhi ya Kitanzania, kulelewa kwa maadili ya Kitanzania, kama ambavyo tulivyo mimi na wewe. Ni mtu aliyeuelewa utamaduni wa Kitanzania kwa pande zote mbili, kwa maana kwamba bara na visiwani, kwa sababu ana damu zote mbili. Ni mtu ambaye alikulia mkoa wa Pwani, lakini pia alilelewa Zanzibar. Kwa hiyo unaona ni alama ya ule utambulisho halisi wa Mtanzania, kwa maana kwamba anabeba vinasaba vyote vya pande zote mbili. Na ndiyo maana kama tutakavyokuja kuona mbele kwamba hata alivyokuja kuwa kiongozi katika nafasi mbalimbali, haikuwa na mashaka au kuwa na sura ya kuzusha maswali, kutokana na hii haiba ambayo tangu mwanzoni akiwa mtoto kwa wazazi, lakini pia hata katika makuzi alikuwa nayo, kwa maana ya kuhusisha pande zote mbili za Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, bara lakini pia visiwani, katika kuishi kwake, kusoma kwake na malezi yake kwa ujumla. Ali Hassan Mwinyi alipoingia madarakani mwaka 1985, alikuta taifa likipitia kipindi kigumu cha mfumuko wa bei, uhaba wa bidhaa muhimu na uchumi uliokuwa umedhoofika kutokana na udhibiti mkali wa serikali katika shughuli za uzalishaji na biashara. Maduka mengi yalikuwa matupu, wananchi wakisimama kwenye foleni ndefu kupata sukari, sabuni na mahitaji mengine ya kila siku. Hali hiyo ilizua malalamiko na kukata tamaa kwa wengi. Katika mazingira hayo, Mwinyi alitambua kuwa kulikuwa na haja ya mwelekeo mpya wa kiuchumi ili kurejesha uhai wa soko na kuongeza uzalishaji. Aliamini katika kufungua milango ya uchumi, kuipa sekta binafsi nafasi kubwa zaidi na kuvutia uwekezaji wa ndani na nje. Kupitia sera za biashara huria na kupunguza vikwazo vya kiserikali, alianza safari ya mageuzi iliyolenga kuchochea ushindani na ufanisi. Hatua hizi, ingawa zilipingwa na baadhi ya watu mwanzoni, zilianza taratibu kubadili mwelekeo wa uchumi wa Tanzania. Mabadiliko hayo yalifungua fursa mpya za ajira, biashara na ubunifu kwa wananchi. Hivyo uongozi wake ukawa alama ya mwanzo wa enzi mpya mageuzi ya kiuchumi hapa nchini. Na hata katika kitabu chake alichokiandika akisema, ilikuwa hakuna jinsi, ilibidi kufanya badiliko katika sekta ya uchumi. Alisimama kidede katika kipindi ambacho taifa lilikuwa linapita mageuzi makubwa ya kiuchumi na kubadilisha mifumo na mitizamo ya uendeshaji uchumi wa kitaifa, uchumi wa taifa, lakini kujenga misingi endelevu na imalivu juu ya kuendana na mfumo uliokuwepo katika mabadiliko ya kiulimwengu. Huyu Ali Hassan Mwinyi alisimama kidete kwa sababu Tanzania tuliamini katika misingi ya ujamaa, mahala ambapo uchumi wetu ulikuwa mali yetu. Serikali inaendesha kila kitu, serikali inasimamia mashirika ya uzalishaji, biashara, na ilikuwa command economy. Serikali ilikuwa na command uchumi. Lakini dunia ilivyokuwa inabadilika, miaka Mwinyi anaingia katika madaraka, tunaona 1985 dunia ina msukumo mkubwa, ukuaji mkubwa wa ubepari biashara duniani, ambapo kila taifa la magharibi walikuwa wanaweka mitaji ndani na nje, kimataifa, biashara kimataifa. Na ndio mfumo ambao sasa Tanzania kwa miaka hiyo ulikuwa haukwepeki, na ndicho kipindi ambacho Ali Hassan Mwinyi anaongoza taifa letu.
ujasiri wake wa kukabiliana na mabadiliko haya ndio unampa utofauti mkubwa sana, namna ambavyo aliweza kubadilisha mifumo kutoka ule ujamaa, uchumi wa kijamaa na kwenda katika mchanganyiko wa uchumi wa kibepari, na uchumi ambao pia ndani yake una vielelezo fulani vya kiujamaa. Hiyo ndio kazi kubwa sana ambayo ninamuona. Mageuzi haya ya kiuchumi alilazimika kufikiria nje ya mazoea ya sera za zamani na kutafuta suluhisho mbadala la kuinua uchumi uliokuwa umeelemewa na madeni na uzalishaji mdogo. Moja ya hatua zake muhimu ilikuwa ni kufungua milango ya ushirikiano na taasisi za kifedha za kimataifa kama International Monetary Fund IMF ili kupata mikopo na msaada wa kiufundi wa kuimarisha uchumi. Uamuzi huo haukuwa rahisi, kwani uliambatana na masharti ya mageuzi ya sera, ikiwa ni pamoja na kupunguza udhibiti wa serikali katika uchumi na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma. Hata hivyo, Mwinyi aliamini kuwa msaada huo ungeiwezesha Tanzania kurekebisha misingi ya uchumi wake na kurejesha imani ya wawekezaji. Kupitia mikopo na programu za marekebisho ya kiuchumi, serikali ilianza kuboresha mifumo ya fedha, biashara na uzalishaji. Hatua hizi zilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuibadilisha Tanzania kutoka uchumi wa udhibiti mkali kwenda uchumi wa soko huria. Ingawa zilileta changamoto kwa baadhi ya wananchi mwanzoni, hata hivyo zilichangia kufungua fursa mpya za maendeleo ya muda mrefu. Alipopokea kijiti, alikuta uchumi wa nchi hauko vizuri. Kama nilivyozungumzia, vya uchumi haukuwa vizuri. Yaani bidhaa nyingi zilikuwa hazipo madukani, hata pembejeo za kilimo zilikuwa hazipatikani, lakini pia viwanda vilikuwa havifanyi kazi, mashirika mengine ya umma yalikuwa hayafanyi kazi sawa sawa. Kulikuwa hakuna uwajibikaji ule haswa ambao unatakiwa kulingana na hali ya uchumi jinsi sasa ilivyokuwa. Na akaona sasa ni bora kubaliane na IMF na World Bank masharti yao, akiamini kwamba katika yale wanayomwambia yeye, aliamini kwamba ataweza kuyatekeleza, kwamba wakitupatia mkopo na nikizidisha uwajibikaji kwenye serikali yangu, basi tutaweza kulipa na uchumi wa nchi utaweza kutengamaa. Hicho nafikiri ndio kikubwa ambacho yeye kilimsukuma, kwa sababu uchumi wa nchi haukuwa katika hali nzuri alipopokea, hasa ukizingatia tulitoka kwenye vita, kwa sababu tuliambiwa tufunge mikanda kwa miezi 18, lakini ilichukua zaidi ya miezi 18, hali ilikuwa haiwi nzuri. Tunasaidia ndugu zetu waliokuwa wanapigania uhuru wao katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, lakini pia tulikuwa na vita ambayo tulikuwa tumetoka kupigana, na kote huku kulihitaji fedha, lakini kulikuwa na mbinyo pia. Hawa watu wa fedha wenyewe waliweka masharti, walikuja na demands zao kwa ajili ya kutoa hizo fedha. Demands hizi zilikuwa ni nyingi, mojawapo ikiwa ni nchi zetu kushusha thamani ya fedha zake, kupunguza matumizi, kuruhusu huria wa soko au trade liberalism. Mwanzoni unajua tulikuwa na ile kwamba chetu tuzalishe vyetu, na wao tayari walishaingia katika uhuria wa soko, wanataka ulimwengu utangamane katika masuala tofauti kiwemo flow ya bidhaa. Kwa hiyo waliweka masharti, wanaweka masharti ya kutoa hizo fedha, wakati sisi tuna mikakati, tuna huduma za jamii, tuna miundombinu ambayo inatakiwa kujengwa kwa kuhitaji fedha. Kwa hiyo kwa nini Rais Mwinyi alikwenda kuzungumza na wahisani hawa wa nchi za magharibi? Nafikiri moja kati ya sababu zilizopelekea ni mazingira haya ambayo hayakuepukika kwa wakati huo, kwamba tayari tulikuwa na issues ambazo zilitakiwa kutatuliwa. Huduma za jamii zilikuwa ziko katika mazingira yasiyoridhisha. Miundombinu ilikuwa iko katika hali ambayo ilitakiwa kuboreshwa, barabara, reli na kadhalika. Shule zetu hazikuwa na vitabu,
kilimo kilikuwa kiko katika hali ambayo kilihitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo kulikuwa na sababu kwamba kama sehemu ya mageuzi ya sera na misimamo tuliyokuwa nayo awali kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20 kubadilika. Ali Hassan Mwinyi kabla ya kushika urais alijipambanua kama kiongozi mwenye uadilifu na uwajibikaji kupitia nafasi mbalimbali alizozishika serikalini. Akiwa waziri wa mambo ya ndani, alikabiliwa na changamoto nzito zilizohitaji maamuzi ya busara, uthabiti na uwazi katika kulinda usalama na utulivu wa taifa. Katika kipindi hicho, alionyesha mfano wa uwajibikaji kwa kuchukua uamuzi wa kujiuzulu pale alipoona kuna haja ya kulinda heshima ya ofisi na misingi ya utawala bora. Hatua hiyo haikuwa ya kawaida katika mazingira ya kisiasa ya wakati huo, lakini ilidhihirisha ujasiri na maadili yake ya kiuongozi. Alitanguliza maslahi ya taifa mbele ya maslahi binafsi. Alionyesha kuwa kiongozi ni dhamana inayohitaji uwajibikaji wa hali ya juu. Wananchi walimtazama kama kiongozi mwenye msimamo thabiti na anayeheshimu misingi ya haki na uwazi. Kitendo hicho kilijenga imani kubwa kwake na kuimarisha taswira yake katika siasa ya Tanzania. Hivyo, hata kabla ya kuwa rais, alikuwa tayari ameweka msingi wa uongozi wa maadili na uwajibikaji uliomtambulisha baadaye akiwa kiongozi mkuu wa nchi. Mwinyi, ukiangalia swala kwenye eneo la unyenyekevu, uwajibikaji, kini maadili, ni kiongozi ambaye tunaweza kusema hakuwa na mawaa. Hakuwa na mawaa kwa sababu ukiacha tu hili la yeye mwaka 77 Januari 22 kujiuzulu kwa utashi wake pasipo ilikuwa chini ya serikali ya Mwalimu, na tunafahamu Mwalimu inapokuja kwenye swala la uadilifu alivyokuwa, hakusubiri Mwalimu aseme, aliamua mwenyewe na kuondoka katika majukumu hayo, kwa jambo ambalo katika nchi zetu kwingineko ni changamoto kulishuhudia, kwamba mtu anatamka kwamba naondoka katika madaraka, naondoka katika nafasi niliyoteuliwa. Ni nadra sana, si katika kipindi hicho, hata wakati huu, lakini alichukua hatua hiyo kwa utashi wake mwenyewe. Na tukiangalia pia namna ambavyo alikuwa anashughulikia masuala baada ya kuwa rais, ushirikishaji katika hatua mbalimbali, lakini pia hata ilipotokea akachukua hatua, alikuwa ni mtu ambaye watu walikuwa wanasema haswa katika hili kwa kweli ilikuwa ni lazima. Utakumbuka kwamba kwa mfano mwaka 90 baada ya mageuzi ya sera yale, moja kati ya mambo ambayo yalijitokeza ni kadhia za rushwa na ubadhirifu kuhusishwa na baadhi ya watendaji wa serikali yake kwa kipindi kile, wakiwemo wanandani kabisa wa wizara mbalimbali. Na mwaka 90 alichukua hatua ambayo kwa hakika ilionyesha kwamba sasa hata mnyenyekevu wakati fulani anaweza akafikia katika mstari wa kusema haya hayavumiliki. Alivunja baraza la mawaziri, na baada ya kuvunja baraza lile akafanya mabadiliko makubwa, ambayo sehemu ya mabadiliko hayo ilikuwa ni ya ujio wa waziri wa mambo ya ndani ndugu Augustine Lyatonga Mrema. Baada ya kupita miaka 7 toka amejiuzuru na kushuka chini kuwa balozi, ndio ikaja kutokea sasa ile kuchafuka kwa hali ya hewa kisiasa Zanzibar. Mwinyi akachaguliwa akawa rais. Chama cha Mapinduzi kiliitisha kikao maalum cha halmashauri kuu ya taifa mjini Dodoma tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 84 hadi tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huo wa 84 kujadili tatizo hilo la kuchafuka kwa hali ya hewa. Katika uongozi wa mwenyekiti wa chama Mwalimu Nyerere, halmashauri kuu ilijadili kwa undani zaidi kuchafuka huko kwa hali ya hewa kisiasa visiwani Unguja na Pemba. Kikao kilipomalizika, ndugu Aboud Jumbe ambaye alikuwa rais wa Zanzibar
na makamu wa mwenyekiti wa CCM, alijiuzulu nafasi hizo za uongozi. Badala yake, ndugu Ali Hassan Mwinyi alichaguliwa kushika madaraka ya kuiongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Akahudumu nadhani kwa mwaka mmoja, toka Januari 1984 mpaka Oktoba 1985. Ndio akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mimi Ali Hassan Mwinyi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mimi Ali Hassan Mwinyi naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Katika kipindi cha mageuzi ya kisiasa mwanzoni mwa miaka 1990, kuliibuka mjadala mpana na tafiti za kitaifa kuhusu iwapo Tanzania iendelee na mfumo wa chama kimoja au iruhusu mfumo wa vyama vingi. Taarifa zilionyesha kuwa idadi kubwa ya wananchi, takriban 80%, walielekea kuunga mkono kuendelea na mfumo wa chama kimoja, huku wachache wakipendelea mabadiliko ya kwenda kwenye ushindani wa vyama vingi. Hata hivyo, Ali Hassan Mwinyi alitazama suala hilo kwa jicho la muda mrefu na busara za kiuongozi, akitambua mwelekeo wa dunia na umuhimu wa kupanua wigo wa demokrasia. Akiwa kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, aliridhia kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, akiamini kuwa ushindani wa kisiasa ungeimarisha uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi. Uamuzi huo ulionyesha ukomavu wake wa kisiasa, kwani hakufungwa na wingi wa maoni ya wakati huo, bali yaliongozwa na maono ya mustakabali wa taifa. Hatua hiyo iliweka msingi wa chaguzi za vyama vingi mnamo mwaka 1995 na kuifanya Tanzania kuingia katika enzi mpya ya demokrasia ya ushindani. Kwa kufanya hivyo, alidhihirisha uwezo wa kuona mbali na kuweka mbele maslahi ya kizazi cha sasa na kijacho. Ali Hassan Mwinyi katika uongozi wake alionyesha ustadi mkubwa wa kidiplomasia kwa kuimarisha mahusiano ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani, hasa wakati wa kipindi cha mageuzi ya kiuchumi. Alifungua ukurasa mpya wa ushirikiano na nchi za Magharibi na taasisi za kifedha kama International Monetary Fund na World Bank. Hatua hiyo ilisaidia kurejesha imani ya kimataifa kwa Tanzania. Aidha, aliendeleza mshikamano wa kikanda kupitia ushiriki wake katika Organization of African Union OAU, Afrika Mashariki, akisisitiza amani na ushirikiano barani Afrika. Diplomasia yake ilijikita katika mazungumzo, maridhiano na kujenga urafiki badala ya misimamo mikali. Aliifanya Tanzania ionekane kama taifa lililo tayari kushirikiana na dunia katika masuala ya biashara na maendeleo. Juhudi hizi zilisaidia kuvutia uwekezaji wa kigeni na kuimarisha nafasi ya nchi kimataifa. Kwa ujumla, aliacha alama ya kidiplomasia ya utulivu, uwazi na maelewano iliyounganisha Tanzania na jumuiya ya kimataifa. Mwinyi hakujulikana tu kwa maamuzi yake mazito ya kisera, bali pia kwa mtindo wake wa kipekee wa kuwasiliana na watu uliogusa mioyo ya wengi. Alipohutubia mikutano ya hadhara au bungeni, mara nyingi aliwasilisha hoja nzito za kiuchumi na kisiasa kwa kuzichanganya na vionjo vya ucheshi vilivyopunguza uzito wa mijadala. Kwa tabasamu la upole na maneno mepesi, aliweza kupunguza mvutano hata katika nyakati ambazo taifa lilikuwa linapitia mageuzi magumu. Ucheshi wake haukuwa wa kubeza wala kudhalilisha,
bali ulikuwa daraja lililomkaribisha karibu na wananchi wa kawaida na kuwafanya wajione sehemu ya mabadiliko. Katika vipindi vya changamoto, aliwahakikishia Watanzania kuwa hatua zilizokuwa zikichukuliwa zililenga mustakabali mwema wa taifa. Mtindo huu wa mawasiliano ulimjengea jina la Mzee Ruksa, likiwa ni ishara ya sera zake za kufungua milango ya fursa na kuruhusu uhuru mpana zaidi wa kiuchumi. Hiyo aliweza kuongoza bila kuwatenganisha watu na maamuzi yake. Ndiyo maana simulizi ya Mzee Mwinyi inabaki kuwa hadithi ya mageuzi, uwajibikaji na uongozi uliogusa mioyo ya wengi. Ali Hassan Mwinyi alifariki dunia Februari 29 mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 98. Atakumbukwa zaidi kwa kuiongoza Tanzania katika kipindi cha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kisiasa kuanzia mwaka 1985 hadi 1995. Ndiye kiongozi aliyefungua milango ya uchumi wa soko huria, kuruhusu sekta binafsi kushamiri na kuimarisha ushirikiano na taasisi za kimataifa za kifedha. Pia atakumbukwa kwa kuruhusu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, hatua iliyopanua demokrasia nchini chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Mwinyi ameacha alama ya kuwa kiongozi wa mageuzi aliyebadilisha mwelekeo wa uchumi wa Tanzania kutoka mfumo wa udhibiti mkali wa serikali kwenda uchumi wa soko huria. Alijenga taswira ya uongozi wa upole, mazungumzo ya ucheshi uliompa jina la Mzee Ruksa, na zaidi ya yote aliacha urithi wa uvumilivu wa kisiasa, uwajibikaji na maamuzi ya busara yaliyoandaa taifa kuingia katika enzi ya ushindani wa kisiasa na uchumi mpana zaidi. Huyu ni hayati Ali Hassan Mwinyi na alama yake kamwe haitafutika.